Leo tutakwenda kuzungumzia kwa kina chimbuko na historia ya dhambi ya ushoga ilikoanzia na kwa sasa hali ipoje hapa duniani. Yaani tutakwenda kugusa kwa kina kwa nini kwa sasa jambo hili la mapenzi ya jinsia moja ama ushoga linazidi kuongezeka kwa kasi sana. Lakini kabla hatujaenda huko kujadili kwa nini kwa sasa dhambi ya ushoga ama mapenzi ya jinsia moja yanaongezeka kwa kasi sana, lazima tujue kwanza historia ya dhambi ama swala hili la mapenzi ya jinsia moja lilikuanzia. Na katika kujua huko tutajua kwa kina zaidi asili ya mwanadamu katika mahusiano ya kimapenzi. Mungu alipangeje ama aliwekeje utaratibu wa mahusiano wa wanadamu katika mapenzi. Tuanze na kitabu cha Mwanzo 2:24. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo 2:24 Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii kwamba mwanaume atamwacha babake na mama yake, nawe ataambatana na mkewe, nao wao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ukifuatilia katika maandiko matakatifu tunaona kabisa asili ya mapenzi ama mahusiano yalikuwa baina ya jinsia mbili, kati ya mwanaume na mwanamke. Hawa ndo mlengo rasmi wa Mwenyezi Mungu katika mahusiano ya kimapenzi. Sasa kumbuka, ukisoma katika historia ya maandiko, Shetani wakati anamwasi Mwenyezi Mungu, kuna maneno aliyazungumza. Alisema kwamba alichokihalalisha Mwenyezi Mungu yeye atakiharamisha, na alichokiharamisha Mwenyezi Mungu yeye atakihalalisha. Yaani maana yake atageuza kinyume, vice versa. Wema unakuwa ubaya, ubaya unakuwa wema. Sasa katika mkakati huu tunaona Mwenyezi Mungu alishaandaa mpango ama aliweka namna ya mahusiano jinsi atakavyokuwepo kati ya jinsia hizi mbili ya kike na kiume. Lakini tunaona Shetani aliandaa mpango wa kukeuka maagizo ya Mwenyezi Mungu ama utaratibu ambao Mwenyezi Mungu aliweka wa mahusiano. Sasa tutakwenda kujikita zaidi katika historia, tuone dhambi hii ama chimbuko halisi la ushoga ama mapenzi ya jinsia moja yalianzia wapi. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 19, kuna watu wa Sodoma na Gomora katika miji ile ya Sodoma na Gomora. Hawa ndo watu wa kwanza kufanya kufuru ya dhambi ya ushoga. Ukianza kusoma kitabu cha Mwanzo 19 ndo unapata historia halisi ya chimbuko la dhambi ya mapenzi ya jinsia moja. Sodoma na Gomora yalifanyika mambo ya kutisha sana. Watu wa Sodoma na Gomora walikuwa watu wenye nguvu, wafu wa babe, lakini pia walikuwa wakijihusisha na dhambi ya ushoga kwa hali ya juu sana, kwa kiwango kikubwa sana. Shetani aliteka mioyo yao wale watu. Yaani ilifika hatua mpaka walikuwa wanapiga ngoma hivi, alafu wanazunguka mduara huku wakiendelea kujamiana kinyume na maumbile. Ilikuwa kufuru kubwa sana. Wengi wao walikuwa majambazi, wanaenda miji ya watu jirani, wanateka nyara, wanawaingilia watu kinyume na maumbile. Kwa hiyo walikuwa wanafanya makufuru mazito sana. Sasa wakati ule wanafanya mambo haya, Nabii Ruti alikuwa pale. Nabii Rutu alikuwa pale katika miji ile ya Sodoma na Gomora. Alikuwa akiwapelekea sana mahubiri ya kuacha au kugairi ule uovu walikuwa wanaofanya wa dhambi ile ya kufuru kubwa sana ambayo walikuwa wakiishi, ambao ya dhambi ya mapenzi ya jinsia moja, kwa maana ya ushoga. Kwa katika kuhubiria kule, lakini wale watu kwa sababu mioyo yao Shetani alishajaza nguvu ya upotevu, ikawa ngumu sana kumuelewa Nabii Ruti. Ikawa ngumu sana kumuelewa Nabii Rutu pale katika miji ya Sodoma na Gomora. Kwa hiyo kilichofanyika sasa, Mwenyezi Mungu tunaona akaandaa mpango, kwa sababu kilio kilifika mpaka juu mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Mungu akaandaa mpango wa kuangamiza miji ya Sodoma na Gomora. Katika kuandaa huko mpango, tunaona Mwenyezi Mungu akaagiza malaika wake wawili katika kwenda kuangamiza ile miji. Hii kisa nakupa katika kitabu cha Mwanzo 19, ukishuka paragraph nzima ndio unakutana na historia ya miji ya Sodoma na Gomora. Mungu akatuma malaika wake waende kuangamiza ile miji ya Sodoma na Gomora. Tunaona baada ya kuwatuma malaika zake,
wale malaika wakafika mpaka miji ya Sodoma na Gomora. Nuhu akawakaribisha kwa heshima zote, lakini kwa sababu wale malaika walivaa umbile la binadamu hakutambulika na watu wa Sodoma na Gomora, basi wale watu wa ile miji ya Sodoma na Gomora, maskini wa Mungu, walifanya jambo moja ama tukio moja gumu sana. Wakawataka hata wale malaika kimaumbile, yani wawaingilie kinyume na maumbile. Na Berutu jambo hili kwake lilikuwa kubwa sana. Ikabidi awaonye, akawaambia kwa nini mnafanya kufuru jamani? Lakini kwa sababu wale watu tayari wameshajazwa mioyo ya kishetani, wameshajazwa nguvu ya upotevu, wakamwambia mtu huyu amefika hapa hali ya ugeni, anataka kututawala sisi na kutufanyia hivi na kutuzuia tunachokitaka, basi tamtenda yeye makubwa zaidi kuliko tuliwahi kuwatenda watu wote wale. Basi wakaendelea kumzongazonga Nuhu katika mlango na kumsukuma. Wakati huo wale malaika walikuwa ndani wamekaa. Basi baada ya kuona mambo yameshakuwa makubwa zaidi, ndipo tunaona wale malaika wakatoka wakambuta Nuhu wakamuingiza ndani. Alafu wale watu wakaendelea kutaka kuforce kufanya ule ubaya waliokuwa wanataka kuufanya wa kuingia ndani kuwatoa wale malaika na kuwatendea yale maovu. Kumbe hawakujua siku ndio ilikuwa siku yao ya mwisho na kiama chao cha kuteketezwa ule mji wa Sodoma na Gomora, kwa sababu ya dhambi hii ya ushoga ambayo kusema kweli ilikuwa inafanyika kwa kufuru ya ajabu sana katika miji ya Sodoma na Gomora. Walipokuwa wanataka kuingia tu ndani, ndipo tunaona wale malaika sasa pale wakajifunua kwa wao ni nani, na pale wakawapiga upofu wa macho wale watu, wakawa waoni, macho yao yakafungwa pale. Ndipo Nuhu akapewa maagizo na kuzilishwa wazi kwamba wao ni wakina. Wakamwambia Nuhu, toka hapa mji huu haraka sana, tunataka kuteketeza huu mji kwa moto. Lakini katika kuondoka huko Nuhu alipewa masharti, akaambiwa kwamba unapotoka hapa hakikisha basi amgeuke nyuma. Katika kuondoka kwenu akatoa masharti Mwenyezi Mungu kupitia malaika kwamba wasigeuke nyuma. Lakini tunaona katika kuondoka kwao, kwa sababu mke wa Nabii Lutu alikuwa ana asili ya uovu fulani, alishindwa kuistahimili maagizo haya, ndipo tunaona akageuka nyuma. Baada ya kugeuka nyuma tu tunaona pale amegeuka kwa jiwe la chumvi ama nguzo ya chumvi, asili ya nguzo ya chumvi. Alafu tunaona pale ndipo wale malaika wakaanza kufanya jambo hili la kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora kwa kiwango kikubwa sana. Ule mji uliangamizwa, moto ulikuwa ukitoka juu na chini. Historia ya miji ya Sodoma na Gomora iliishia pale, na ufahari wao wote na mijengo yao yote. Mungu aliangamiza miji ya Sodoma na Gomora. Lakini Mungu alifanya haya yote, aliangamiza ile miji kwa sababu ya kufuru nzito ya dhambi ya ushoga. Mapenzi ya jinsia moja ilikuwa ni kufuru moja kubwa sana, mpaka ikapelekea mji mzima kuangamizwa, mji wa Sodoma na Gomora. Kwa hiyo tunajifunza katika historia hii, tunaona kabisa kwamba dhambi ya ushoga ni kitu kibaya sana, ambako Mwenyezi Mungu anakikemea sana na Mwenyezi Mungu anakikataa sana, na hukumu yao wa watu wanaofanya dhambi hii ya ushoga ni jehanamu ya moto au kuchomwa moto, kama tunavyoona katika miji ya Sodoma na Gomora. Mungu aliteketeza ile miji kwa moto mkubwa sana, na inasemekana kwamba ule moto Mungu alitenda muujiza, ukawa unatoka juu kama mvua, lakini pia hata chini ya miamba moto ulikuwa unatoka mkali sana kuangamiza miji ya Sodoma na Gomora. Ile ndo asali ya dhambi hii ya mapenzi ya jinsia moja, kwa maana ya ushoga. Mungu ameonya sana. Lakini tuivute kidogo historia katika mazingira yetu ya sasa. Kwa nini jambo hili la ushoga limekuwa promotion sana? Kwa nini dhambi hii ya ushoga au jambo hili la ushoga limekuwa sehemu ya ongezeko kubwa sana ya mapenzi ya jinsia moja? Mambo yanapokuwa sasa hivi sio kama yale ambayo tunayajua. Sasa hivi hali imekuwa mbaya sana, yani ushoga umekisiri sana nchi nyingi sana. Ni namna gani shetani anatumia
mbinu gani anazozitumia katika kueneza jambo hili la ushoga. Leo tutaangalia kwa kina sana katika engo hii. Sasa kuna kitu kimoja au kuna siri moja au kuna jamii moja inaitwa The Secret Society. The Secret Society, jamii asili, ambao wao wako wana serikali yao nyuma ya pazia, ambao ndio wana control ulimwengu katika vikao vyao vya siri ambao vinafanywa. Wanapokaa vikao vyao vya siri, huwa wanakaa kujadili namna gani wanaweza wakaudhibiti ulimwengu katika maasi, kwa sababu mlengo wa shetani kuwaingiza watu wote katika jehanamu ya moto. Na sasa hivi imebakia muda mchache sana kwa maana ya kiyama, imebakia muda mchache sana kwa maana ya hukumu kukaribia. Kwa hiyo shetani ameshajua kwamba tayari muda umebakia mchache sana. Kwa hiyo vikao vinavyokalika vinakaa kwa ajili ya kuudhibiti ulimwengu na kuuasili ulimwengu katika maasi. Sasa mabwana, The Secret Society wamekaa katika ajenda zao za siri, wamepanga kuudhibiti ulimwengu, na katika moja ya jambo ambalo wanataka dunia ifikie, kwa sababu lengo ni kugeuza alichokihalalisha Mwenyezi Mungu kukiharamisha, na alichokiharamisha kukihalalisha. Wamechochea sana jambo hili la mapenzi ya jinsia moja. Wanatumia njia ya siasa za kimataifa. Ndio maana unaona baadhi ya nchi kubwa hapa duniani, mfano kama United States, sheria hii ilitungwa rasmi ya kuwapa uhuru na haki za kuishi wale watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Mwaka 2015 ilianzishwa sheria hii rasmi ndani ya United States. Lakini pia nchi kama United Kingdom kwa maana ya Uingereza pia naye ilitunga sheria hiyo ya kuwapa haki za uhuru wa mabwana katika kufanya mambo yao ya mapenzi ya jinsia moja. Lakini pia sio hiyo nchi tu, nchi kama Canada pia naye waliruhusu hilo jambo. Nchi kama Ufaransa, nchi kama Hispania waliruhusu pia, na nchi ya Spain wakaruhusu watu wafanye au waishi katika haki zao katika jambo hili, na baadhi ya nchi mbalimbali za magharibi. Kwa hiyo kupitia siasa wa mabwana wameruhusu tukio hili lifanyike, na wamepewa kabisa hata haki zao wa watu. Lakini pia hawatumii siasa tu katika vikao vyao vya siri, huwa wanatumia zaidi hata nguvu ya media, social media, kwenye engo zima za sanaa. Wanatumia sanaa ya muziki, wanatumia sanaa ya movie. Ziko movies zinachezwa, unaona kabisa kwamba script ile jinsi ilivyochezwa, kuna wahusika mule wamewekwa. Wale wahusika wengi wao unakuta mashoga. Sasa unakuta katika ile movie inavyochezwa inaonyesha kama wale mashoga labda wanaonewa katika jambo fulani. Kwa hiyo wanatengeneza scene kwamba ya kutia huruma, yani wale mashoga waone huruma kwa namna gani wananyanyaswa. Sasa jamii inapokuwa inaangalia, kwa sababu social media ama mitandao media inawafikia watu wengi sana duniani, ni majukwaa ambayo yametapakaa duniani. Unapoachia kitu au kinapoachiwa kitu kinaonekanika ulimwenguni kote. Kwa hiyo mabwana wanachokifanya, wanacheza zile video afu zikiachiwa kila mtu inamfikia, na target yao kubwa sana ni vijana. Yaani vijana ndo tumelengwa katika swala hili, kwamba namna gani tunaweza tukaasiliwa mindset zetu, tukaasiliwa fikra zetu ili kujihusisha na swala hili la mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo unapoona ile video kama kuna mashoga mule ndani, lengo lao wao sio tu kuburudisha wewe, lengo lao kuharibu akili yako, kwa sababu movies zinajenga, movies zinaangamiza. Kwa hiyo unapoona kwamba mapenzi ya jinsia moja, basi unakuta huyu mtu anaona haki za shoga yule, labda anaonewa mule ndani, anaanza kumwonea huruma. Mwisho wa siku ile hali inazoeleka katika jamii, watu wanakopi zile behavior, wanaanza kuishi ile mitindo ya yale maisha, wanahisi lile jambo labda ni la kawaida sana. Lakini pia wanawaonyesha watu kwamba lile jambo unapolifanya labda ndani yake kuna manufaa ya kifedha au tajiri. Kwa hiyo vijana wanaharibika sana, wanaanza kujikita katika swala zima la ushoga, ndipo wanaanza kufanya kufuru nzito sana. Sasa unaona jambo hili sio zuri kabisa, jambo hili linaasili sana. Kwa hiyo engo hii ya media kwa maana ya movie wanatumia sana.
Lakini pia hawajaishi hapo tu, wanatumia kitu kikubwa sana ambacho leo hii dunia haina habari. Wanatumia hata music. Yaani unapoona hizi nyimbo za wasanii mbalimbali wakubwa duniani, hata huyu msanii wetu unayemwona hapa, huyu mkubwa kuliko wasanii wote, na wasanii unaona wakubwa wanatumika kiwango kikubwa sana. Wanatumikeje sasa? Kwanza hawa mabwana huwa mara nyingi wanatoka wanaenda kwenye nchi za kimataifa, kwa nchi za magharibi. Wanapoenda huko aima kwa show ama kwa kitu chochote kile kufanya, wanapoenda huko ndio huwa wanakutanishwa na mabwana katika swala zima la kupewa mikataba hiyo ya kueneza jambo hili la ushoga. Lakini pia wanapewa masharti makali, kwa sababu wanakuwa katika umiliki wao wa social media. Wanaambiwa watu katika maelekezo kwamba kuna lifestyle la mavazi fulani wao wanaishi, kwa sababu ule mtu ameshakuwa kioo na watu fulani wana copy behavior kutoka kwake. Utaona huyo mtu sasa anaanza kuvaa mavazi ya ajabu. Kwa mfano anaweza kavaa hata sketi hivyo tu kwenye show, kavaa sketi. Sasa unapokuwa muone yule mtu kavaa sketi, kwa sababu jamii tayari inawafuatilia, watu wanaanza kucopy behavior ya wale watu. Mbali tuna sketi, unakuta huyu msanii tayari anakuta anavaa hereni. Yaani msanii mtoto wa kiume au mwanaume kabisa anavaa hereni masikioni, anapaka makeup, anasuka nywele. Nyinyi mnaweza mkaona ile jambo ni la kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho jambo tayari limepandikizwa na mabwana the secret society, ambao wameshampa mkataba huyo mtu wa kueneza mambo yale ili kukiuka amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu anapokwenda kuvaa yale mavazi ya kike, anavaa hereni, anasuka nywele, huu sio mpango kabisa wa mwanaume kuwa katika nature hiyo. Sababu mwanaume mavazi yake yanaeleweka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Maandiko yanaeleza wazi mwanaume anatakiwa avae vipi, na kitabu cha Kutoka 28 mstari wake wa 6 mavazi ya mwanaume yanaelezwa ni mavazi gani, ni suruali. Lakini wao unakuta wanabadilishiwa ule mfumo, unaona wanaanza kuvishwa zile nguo, wanapromotiwa kwa mahali mavazi ya ajabu na maeleni yale. Mwisho wa siku wanafanya kufuru na watu wanawakopi zile tabia. Ziko shows zinapigwa kubwa, wanaingia na vinguo vinaonyesha nguo zao mapaja. Kuna msanii mmoja mkubwa sana hapa Bongo, sasa mnamuona sasa hivi anavaa wigi. Sasa yale sio maadili, na waachia muda mchache sana lile tukio na ulifanya litenda kuwasili jamii yetu, society. Watu wataanza kukopi behavior, wataanza kuvaa mawigi mtaani. Sasa wao bwana wanatumika kwa kiwango kikubwa sana, na baadhi ya wasanii wako wana skendo hizo, walienda Marekani wakafanywa dhambi ya ushoga, wakafanywa jambo hili. Wapo wasanii wakubwa hata Tanzania yetu hii, hao wasanii tunaona kwamba wana marafiki wengine mashoga, ndo brandi zao. Sasa jamii inaelekea wapi? Kwa hiyo mpango mkakati mkubwa wanatumia media katika kuangamiza jamii, kuangamiza vijana katika swala hili la dhambi ya ushoga. Na maana sasa hivi unaona swala hili la dhambi ya ushoga limekisiri sana katika dunia, yani limeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Watu wanafanya sana kufuruia dhambi ya ushoga, kiasi cha kwamba yanayofanyika ni aibu kutazama hata kusimulia. Jinsi dunia ilikofikia, jinsi machafu yanaendelea, dhambi ya jinsia, mapenzi ya jinsia moja, Mungu amekataza vikali sana. Ndugu zangu wapendwa, hata ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, ukisoma ni Wakorinto wa kwanza 6 mstari wake wa 9, anasema nawaambieni. Wakorinto wa kwanza 6 mstari wake wa 9 anasema nawaambieni, wazalimu hawataurithi ufalme wa mbinguni. Nawaambieni tena kwamba wafiraji hawataurithi uzima wa milele, hukumu yao katika ziwa lile la moto. Wafiraji, kwa hata yule ambaye anafanya kitendo hiki, anawafanyia wale watu, hana msamaha kwa Mwenyezi Mungu, maana yake hukumu yake katika ziwa lile la moto. Kwa Mwenyezi Mungu ameonya vikali sana katika maandiko yake matakatifu kuhusu dhambi hii ama swala hili la ushoga ama la ufiraji. Mungu amezuia sana.
Lakini pia sio hapo, hata ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili ukisoma 3 inaeleza wazi zaidi pale Mwenyezi Mungu namna gani anavyoona jambo hili. Anasema jihadharini na nyakati za mwisho, watatokea watu watenda zinaa, waovu, waongo, wazinzi. Lakini pia hata swala hili pia naye la ushoga limezungumziwa pale kwamba watu wao watatokea. Kwa hiyo utabiri wa maandiko umeshaonyesha wazi kwamba jambo hili kwa sasa lipoje na litafikia wapi. Kwa hiyo hii ndio nguvu ambayo inatumika na vyama vya siri, kwa maana the secret society, katika kuangamiza ulimwengu. Rai yangu kwenu ndugu zangu, tushirikiane wote kwa pamoja. Hawa watu sio wao, yani ndani ameshapandikizwa nguvu fulani, kuna nguvu fulani inawaendesha. Tunataka tukachukua maamuzi magumu sana, ni sawa, lakini tunatakiwa watu tuwatoe katika giza hilo waliokuepo la vitendo hivi vya ajabu, kwa sababu tayari kuna nguvu fulani imewasapoti kutenda huo uovu wa dhambi ya ushoga ama kufuru nzito sana. Na inawezekana tukaanza semina, tukawaelekea, tukatoa masomo na hata kuwaendea, kuwapa maelekezo kwamba kitu hiki mnachokifanya sio sahihi kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Haiwezekani kabisa, ni jambo la kutisha sana. Mwanaume anavuliwa nguo na mwanaume mwenzake, anafanyiwa jambo hili ambalo la kinyama sana, jambo hili ambalo limekeuka maagizo ya Mwenyezi Mungu, jambo hili ambalo la kutisha sana. Anafanyiwa kitendo cha kufanyiwa mwanamke, anafanyiwa yeye, kitu ambacho kinatisha sana kwa ulimwengu. Kwa hiyo huu ndo mpango wa the secret society, jamii asili, katika kuangamiza ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa pamoja tupambane na vita hii ya ushoga. Ushoga inawezekana kuondoa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Inawezekana kuwatoa tu katika shimo la ushoga. Dhambi ya ushoga jamani inatisha sana. Kwa hiyo mimi ni hayo tu kwa leo. Kama umeelewa somo hili, unaweza kusubscribe wa channel, lakini pia ukacomment hapo chini ili tuendeleze kwa pamoja katika kukomboa mindset za watu, tukagizani kuja nuruni, kwa maana watoke jela ya fikra.